Haya, mpeni mic. Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, viongozi wote kama mlivyotambulishwa kabla, wanafunzi wenzangu pamoja na wananchi, itifaki ikiwa imezingatiwa, nashukuru kunipa nafasi ya kusimama mbele yako siku hii ya leo. Nashukuru kwa vyote ulivyotuahidi kama wanafunzi, lakini nilikuwa nina ombi moja. Mimi kama binti na sawa na hao wote tuna ndoto kubwa, tuna malengo makubwa. Nilitamani kusikia ukiongelea chochote kuhusu Mama Samia Scholarship, kwa sababu nikiangalia binti kama mimi nina ndoto kubwa, ninatamani kufanya vitu vikubwa. Ninatamani siku moja na mimi kukomboa taifa langu, Afrika kwa ujumla, lakini kupata nafasi ya kusimama kama wewe. Hivyo naomba uongelee kuhusu Mama Samia Scholarship kwa nafasi za kwenda nje ya nchi, kwa kuwa nina ndoto kubwa. Asante. Asante. Tumekuja na Mheshimiwa Waziri wetu wa Elimu. Mheshimiwa Waziri wa Elimu, tulipanga tuongee mwishoni baada ya kusikiliza wazee wetu, lakini tumeanza na ya watoto. Karibu tuambie Mama Samia Scholarship, ambapo kwa sasa hii sio hadithi. Kwa sasa tayari vijana wa kwanza waliofanya vizuri wanakwenda Europe. Karibu Mheshimiwa Waziri. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Na nafurahi kwamba vijana wetu, mabinti zetu wameuliza hilo. Tuna maelekezo maalum kutoka kwa rais wetu kuweka vivutio, watoto wetu, mabinti zetu, vijana wetu wasome masomo ya sayansi, kwa sababu nchi haiwezi kuendelea bila sayansi. Hatua ya kwanza iliyofanyika ambayo ni vizuri mkaifahamu ni kwamba hata mkopo wa elimu ya juu, kati ya vigezo vinavyotolewa ni kufanya vizuri kwenye sayansi kwenye mkopo, lakini mkopo ukipewa lazima urudishe, na mikopo imeongezwa kutoka bilioni 464 mpaka trilioni 1 sasa hivi. Lakini zaidi ya hapo, tutulie tu, sasa tuna Samia Scholarship za aina mbili kwa wanafunzi takriban 1000 wanaofanya vizuri sana kwenye masomo ya sayansi kila mwaka, wanaofanya vizuri kuliko wengine wote kwenye sayansi. Endapo watachagua kwenda kusoma vyuo vikuu, wasome ama hisabati, tehama, sayansi asilia, yani maana yake kama chemistry, microbiology, biotechnology, wasome uhandisi au elimu tiba, yani kama medicine, pharmacy. Kama utaenda kusoma masomo hayo na umefaulu vizuri sana, kati ya Watanzania waliofanya vizuri kama 1000 hivi, hakuna kigezo kingine chochote kinachoangaliwa. Unasomeshwa na serikali kwa 100%. Sio mkopo. Hurudishi hizo hela. Utapewa kila gharama yote ya kusoma, hata laptop utapewa kwa ajili ya kwenda kusoma. Kwa hiyo ukifanya hivyo, kwa hiyo moja, fanya vizuri sana kwenye taasisi za sayansi, yani combination za sayansi. Uhakikishe uko katika wale bora 1000, takriban 1000. Lakini pili, uombe kusoma hapa nchini, usome degree ya hisabati, hesabu yani mathematics, au usome ICT, tehama, au usome sayansi, yale masomo ya sayansi, hard science, ambayo ni kama chemistry, biology, physics na kadhalika, au microbiology, biotechnology na vitu kama hivyo, au kasome engineering, uhandisi, au kasome medicine au maeneo ya medicine kama pharmacy na kadhalika. Uhakikishe kwamba unamwambia mzazi wako, sasa baba nakushukuru, mama nakushukuru,
Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ananichukua mimi, nitasoma degree ya kwanza kwa gharama zote mpaka nimalize. Hiyo ni moja. Lakini sasa hivi kwa mwaka huu tumeanza na wanafunzi 50 waliofanya vizuri kuliko wote kwenye tahasusi, yani combinations za sayansi, lakini mle ndani kuwe na advanced mathematics. Mmemsikia waziri mkuu anazungumza mambo ya trigonometrics, si ndio? Mambo kama hayo. Waliofanya vizuri sana kwenye sayansi na humo ndani kuwe na mathematics. Kwa hiyo PCM eligible, PGM eligible. Kama huna mathematics huwezi kuingia, kama huna advanced mathematics. Kwa wanafunzi 50 kwa mwaka huu waliofanya vizuri kuliko wote, tuliwaomba wale wanafunzi na tukaomba na niseme ile Samia Scholarship. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi tunakuomba wewe, maana tunatangaza list, tunakuomba uombe ukubali kuja kuchukua Samia Scholarship. Yani tunakutafuta, tutakupigia na simu, tutakuita uje ujue ulivyo muhimu. Na wale waliofanya vizuri 50 tunatangaza majina, alafu tunakutafuta, tunaongea na wewe na mzazi wako. Tunakuomba ahirisha mwaka mmoja kwenda chuo kikuu. Tunakupeleka Nelson Mandela African Institute of Technology Arusha. Chuo kikuu hapa, waziri mkuu anatembelea pale. Ukifika pale unakaa kwa miezi 10. Wakati mwingine chini ya miezi 10. Pale tutakufundisha mambo mengi ya kwenda kuishi nje ya nchi. Tunatafuta fursa, mnaenda kwa vikundi kwenda kusoma nje ya nchi. Mwaka huu tumeshapeleka wanafunzi 16 Johannesburg. First degree. Sio masters, first degree. Wamepanda ndege, wamesindikizwa na maprofesa, wamepokewa na balozi wetu Pretoria, wamepelekwa chuo kikuu, wamepewa accommodation, wanapewa pocket money, wanaishi, wanaanza kusoma. Humo watasoma kitu kinachoitwa data science, vitu vinavyoendana na artificial intelligence, kwa lugha akiliunde, kwa lugha rahisi, vitu vinavyoendana na kompyuta. Wengine 34 wako pale Nelson Mandela. Mheshimiwa Waziri Mkuu kesho atapiga nao picha. Wataondoka, wataenda island. Yani unapanda ndege yani unapanda ndege yani, na utasindikizwa kutoka hapa 34 unaenda Dublin, unatoa kwenye ndege, unakutana na wazungu, utapokewa na balozi wetu wa London, utapelekwa chuoni, utapokewa, unapiga shule. Kwa hizo ndio fursa ambazo zipo.